Pendwa, umewahi kusikia au kutambua neno upendo na ushirika? Neno la Mungu linashuhudia ndani ya Yohane wa kwanza 3:18, tusipende kwa maneno bali kwa matendo au kwa mapendo. Kuna neno pale ambayo tuko najiuliza na tutaendelea kuifafanua moja kwa moja kati ya upendo na ushirika. Tutambue ya kuwa upendo ni hali ya moyo, ni hali ya ndani, ni hali ya huruma ambayo unayo kwa mtu au kwa kitu fulani. Ni hali ya kujali mtu, na wakati unapojali mtu hautaki faida kwake, unaonesha upendo. Hiyo ni hali ya ndani, hali ya moyo, hali ya huruma, hali ya kuangalia kinaganaga ndani ya moyo wako kwa mtu mwingine au kwa kitu fulani. Wakati naposema nina upendo kwa ajili ya ndugu yangu, sisukumwi na sitarajie kitu kwake, lakini nafanya hiyo yangu mimi kibinafsi, sababu ni ndani ya moyo na ninaenda kwake, ninafanya hiyo tendo ya upendo. Lakini kitu ushirika, tunaweza fanya ushirika lakini ambayo haina upendo. Kwa mfano, ninaweza kuwa ndani ya kwaya, tunaweza kuwa ndani ya kanisa, mchungaji au kiongozi wa kundi fulani anasema twende tutakatembelea mtu fulani. Hiyo ni ushirika, lakini kuna wengine wameenda ndani ya kikundi hiyo sababu wamesikia ya kuwa tunaenda tembelea mtu fulani, na kweli haiko upendo na tumefanya kitu inayoita ushirika. Ushirika ni hali ya nje, lakini upendo ni ndani ya moyo. Ushirika ni kitu ambacho umesukumwa, hakitoki ndani ya moyo, lakini upendo ni ambayo imetoka ndani ya moyo, umeyafanya kwa hiari yako wewe mwenyewe, hausukumwi, haubembeleze, sababu upendo ni hali ya moyo, ni hali ya huruma, ya kujali mtu fulani au kitu fulani kwa kutaka mema kwa mtu fulani. Kwa maana tujue ya kuwa upendo ni tendo la kujitoa. Upendo ni tendo ya kusaidia. Upendo ni tendo ya kusamehe hata mtu anapokukosea kwa kiwango fulani, sababu tukiangalia Biblia ndio nasema kuwa Mungu ni upendo. Na ushirika ni kitu ambacho wewe mwenyewe umesukumwa, umeingia ndani ya kundi fulani, wametuambia twende tembelea mtu fulani, ingawaje haujiangalia. Hata ndani ya Biblia, ndio ndani ya Wakorinto wa kwanza 12